Nataka nilete kwenu ni swala zima la mabadiliko ya tabia nchi, swala zima la utunzaji wa mazingira. Hapa tunaona wote tulikuwa tumekaa hapa. Kwa nini? Kwa sababu kuna mti. Tukiangalia milingano, hali sio mbaya sana, lakini hali sio nzuri sana, si ndio jamani? Kwa hiyo niwahamasishe wananchi kutoka kwenye ngazi ya familia, mtu mmoja mmoja, kuhakikisha tunapanda miti kwa wingi sana mwaka huu, ili kuweza kubadilisha hali ya hewa, tupate mvua ya kutosha, lakini pia tupambane na hili joto ambalo linatusumbua, tupunguze jua. Mnafahamu nyote faida ya miti, na mwisho wa siku tutapata mbao, tutapata kuni, tutapata vitu vingi sana. Lakini pia leo nimeenda kuzindua kilimo cha parachichi. Sasa sina uhakika kama huku inastawi, wataalamu wa kilimo watasema, lakini kama miparachichi inastawi, tunaanza kampeni kubwa ya kupanda miti ya parachichi ya kutosha hapa Lushoto, ili tuweze kuwazidi wale jamaa wa kule Njombe ambao sasa hivi wanapata pesa kirahisi sana, na watu wametajirika kwa ajili ya miti ya parachichi. Parachichi mmoja unaweza kutosha kulipa ada ya mtoto, lakini ni mti kama huu ambao tungeupanda ungekuwa ni huu zaidi, tunakula matunda. Basi naomba niwahamasishe chini ya uongozi wa Mheshimiwa Diwani, tuhamasishane hao wananchi wapate miche bure. Tutaandaa vitalu pale, itakuja kugawanywa miche bure, lakini kila anayepewa hakikisha ametunza mti wake ule wa matunda. Lakini kwa wale wakulima ambao wana shamba eka moja, eka mbili, basi tujue, ili tuweze kuwasaidia na nyewe waweze kupanda kabisa kama mradi mkubwa. Baada ya hapo tutatafuta masoko nje, tutatafuta namna ya kutengeneza viwanda ili tuweze kutumia parachichi zile. Baada ya miaka mitatu tunavuna. Kwa hiyo baada ya miaka mitatu uchumi wa vijana, uchumi wa familia moja moja uweze kubadilishwa na zao la parachichi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naitwa Aminieli Vincent Togolai. Kero yangu ni kuhusu kituo cha afya. Kituo cha afya tunanyanyasika sana ambao tunaenda kupata huduma. Kwanza kwa mama wajawazito. Mama wajawazito akipata mimba, kwa mara ya kwanza kwenda kulipoti, anatoa shilingi 30,000 mpaka shilingi 40,000. Pili, kama mama mjamzito huyo Mungu amembariki kutoka milimani kuja huku aende kituo cha afya, amejifungua njiani, kufika pale anatoa shilingi 40,000 mpaka shilingi 50,000. Au kama Masona kajifungulia nyumbani. Na hali hiyo tulimueleza mbunge, alivyoondoka akatoa matamshi kidogo, maelekezo, lakini hali hiyo inaendelea hivyo hivyo. Tatu, wale waganga ambao wako pale wanatuona sisi washamba sana. Yaani ukifika pale, yani wanatuona sijui kwamba tukoje. Kwa hiyo mkuu wa wilaya, mimi niishie hapo kwa hayo machache ambayo nimezungumza. Jina langu naitwa Esther Yohana, naishi hapo Kicheba. Mimi kero yangu ni walemavu. Maana kama vile mkienda kituo cha afya, ukifika kule mnanyanyaswa. Labda unaambiwa uende ofisini ukapewe barua. Unaenda, ukifika ukipewa ile barua, unaambiwa hii barua haitoshi. Ni barua inaambiwa sijui ni barua ya msamaha. Kwa hiyo unaandikiwa pale, ukiandikiwa unaambiwa utakiwa uende tena ofisini ukapewe tena barua nyingine. Kwa hiyo pale wanakuandikia, lakini wanakuambia utoe hela kwa sababu hii ni barua ya msamaha, ulitakiwa uende tena kwa mtendaji upewe barua nyingine. Kwa hiyo sasa walemavu wasiojiweza, je, mtawasaidiaje? Kero yangu ni hiyo. Kwa hiyo mimi ninachoomba walemavu nao jamani watazamwe, maana nasikia kuna haki za walemavu lakini sijaona. Tangu 2012 hapa nimeingia na 22 mpaka sasa hivi sijaona hiyo haki ya walemavu. Kero yangu ni hiyo. Naomba kujalizia hiyo hoja aliyosema mama. Imenifanya nimesisimkwa na nywele. Alafu nitaendelea. Huyu mama aliwahi kwenda kwenye zahanati hapa, akamkuta mganga mmoja, mume wake ni mlemavu wa macho, haoni. Alipofika pale, huyu mama ni mjamzito, akaomba ahudumiwe kwa hela. Huyu mama hakuwa na hela za kufungua, sijui anafungua kadi ndio apewe hizo hela. Hizo fedha zinazochukuliwa kati ya shilingi 30,000 mpaka 40.
Unapokwenda kwa mara ya kwanza unatakiwa ulipe hapo kituo cha afya. Huyu mama akasema sina hela. Alitukanwa na mmoja wa madaktari pale wa manesi, akamwambia wewe ni mjinga, ndio maana umeolewa na kipofu. Hilo jambo liliniuma sana, kwa kwamba yeye akifika pale hata endelea kuhudumiwa. Anaitwa nani? Anaitwa Damu. Kwa hiyo ndio wasiwasi wao, lakini ilitokea jambo la namna hiyo kwa huyu mama, ndio maana akasema nimekosa kupata huduma za walemavu kwa mume wake. Yeye mwenyewe sio mlemavu, lakini mumewe. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hili nimelipitisha, lakini kinachonisibu zaidi, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ametupatia shilingi milioni 500 kwa ajili ya kujenga kile kituo cha afya. Wakati ametoa hizo pesa, leo ukienda kuangalia thamani ya pesa na thamani ya majengo havilingani kabisa. Ukienda kuangalia pale utapata uchungu, kwa sababu majengo yamejengwa, yamebomolewa, tairi zimenunuliwa, zimevunjwa. Kwa hiyo inatia uchungu kupita kiasi. Lakini mkuu wa mkoa alipokuja hapa, Mheshimiwa Adam Kigoma Malima, wakati akiwa mkuu wa mkoa wa Tanga kabla hajahamishiwa Mwanza na leo yuko Morogoro, alikuja kwenye eneo hili hapa tulipo. Tuliambiwa kwamba sisi lazima tuchangie mchanga kwenye kile kituo cha afya wananchi, tukapeleka. Tukaambiwa tuchangie mawe, tukaambiwa tuchote maji, tukaambiwa tukachimbe misingi. Tulienda kuchimba na misingi na hivyo vitu tulipeleka. Lakini bado tuliomba kwamba tupasue mbao, tukapasua mbao kwenye eneo letu hili na mbao zikapelekwa pale. Kwa maana ya kwamba hata gharama ile ya kununua mbao kwa futi itakuwa imepungua. Lakini leo hii pamoja na kufanya haya mambo yote hayo, tunashangaa kwa nini kituo cha afya kile hakimaliziki, wakati wenzetu wa mijini, kwa mfano Dar es Salaam, wamepewa fedha zile kwa BOQ ile, lakini wamekamilisha haya majengo. Sisi kwetu kuna nini na nguvu zetu tumetoa? Tuna uhakika kwamba tumepigwa hapo, tumepigwa. Aliyekuwa akisimamia mkurugenzi ameondoka, sio huyu wa sasa. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba mkurugenzi, DMO, mhandisi, watu hawa walikuwa wanahusika, pamoja na kamati iliyoundwa hapa inahusika pale kwa uchakajuaji hizo fedha. Ukifuatilia utakuja kuona mkuu. Lakini jambo lingine, pamoja na kupata kile kituo, sasa hivi kile kituo cha afya ni kama ni kituo cha polisi, watu wanakikimbia. Wananchi walio wengi hawaendi pale. Kwa hiyo pale hakuna wateja, kuna idadi ndogo sana ya watu wanaohudhuria pale kwenye kile kituo. Walio wengi wanaenda kituo cha afya Magoma, Mashewa, Kwetonge, Kwemisambia, na wachache kwa sababu Mgwashi kule ni mbali, wanapanda mlima, wanaenda Mgwashi. Wanatoroka gharama anazotozwa mtu anapokwenda pale. Ukienda pale hata una malaria kwa siku, umefika pale umehudumiwa, unaweza ukalipa mpaka shilingi 60,000 ukaondoka. Kwani ukweli? Na ushahidi upo. Na ndio maana watu wanakimbia wanaenda kule. Sasa tunashangaa kwa nini kule kuna nafuu, halafu hapa kwetu tu ndio kuna gari kiasi hicho. Lakini pamoja na hizo gharama, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nachoshangaa mimi ni kwamba kituo cha afya ni cha serikali, lakini wahudumu wale ni watu wa serikali, lakini hata risiti mtu anapotibiwa hapewi risiti. Sasa hela za serikali zinatolewa kiholela kiasi hicho. Wakaguzi wanapokuja wa ndani wanakagua nini? Wa mkoa wanakagua nini? Na wale wa taifa wanakagua kutoka wapi? Siku moja nilizungumza kwenye mkutano hapa nikasema sio kweli kwamba hawaandiki risiti. Wanachokifanya wanachukua pesa nyingi. Nilizungumza hapa na madaktari wawili walikuwepo hapa, mshindwa aliwani pia akiwepo. Wanachofanya wanapokea zile pesa, halafu unapoondoka wanaandika risiti, wanabaki nayo wao. Kwa maana ya kwamba hawawezi kukaguliwa bila risiti. Hakuna mtu atakayekuja kuwakagua bila risiti. Huo ni ukweli. Kwa hiyo walikuwa wanatuvunga, unapoondoka wamepokea 60,000 hapa,
watakuja kuandika wao. Kuelewa kituo cha afya. Kituo cha afya. Lingine katika hilo, hawa wajawazito hawa ambao sirudi naongeza kitu ambacho hakijasemwa. Nimesema cheni zinazolegea zile. Kliniki kila siku wale wa kliniki lazima alipe 3,000. Acha zile nyingine za kiingilio. Lazima alipe 3,000. Ndio. Kituo cha afya nimeshaelewa. Yaani nimeelewa mambo yote. Sawa. Naitwa Fredrick Togolai Bendela, ni mjumbe wa serikali ya kijiji, halafu ni katibu wa mazingira. Kero yangu ni A na B na C. A. Kuna bwana mmoja ambaye anaitwa Dastani, ni MG, ambaye amelima kwenye chanzo cha maji. Swala hili mbunge alivyokuja Jumamosi tulilizungumza, tukatoa kero hii, na polisi jamii pamoja na mtendaji wa kata wakapewa amri kwamba nawapa siku 3 ili muweze kumkamata huyo mtu, mumfikishe kwenye vyombo vya sheria. Lakini Jumapili yake ambaye alikuja Jumamosi, Jumapili akawa yule mtu wanaye anaendelea kuwasaidia kufua nguo pale. Lakini lile swala kwa siku 3 ilikuwa, siku ya 3 ilikuwa ni Jumanne. Yule bwana mpaka sasa hivi tunapoongea yuko kule anaendelea na shughuli za kilimo kwenye kile chanzo cha maji. Mheshimiwa DC, tunalia kwa ajili ya uharibifu wa mazingira katika kijiji cha Mlingano kwa huyu bwana Dastani. Alafu kuna mwanamke mmoja anakaa kitongoji cha Kwemsiga anaitwa Sabina, ambaye huyo tulipambana pamoja na mwanamke mmoja ambaye anaitwa Zaituni, anayelima kwenye eneo la sekondari kwa juu, ambapo eneo lile hata mvua ikinyesha maporomoko ya maji yanashuka yanaelekea kwenye sekondari. Hawa tumehangaika, lakini mambo haya yote huyu Sabina pamoja na huyu Dastani Yambazi pamoja na huyu Zaituni wameshikiliwa na mtendaji wa kata pamoja na polisi jamii, na akiwemo na diwani ambaye ni mheshimiwa diwani huyo. Sabina akasema mwenyewe kwamba mimi nimepewa na mheshimiwa diwani, watu wangu wasiguswe. Sisi tunakemea mazingira, lakini wao wanazidi kuambia wananchi waharibu mazingira. Hiyo ni A. Na mlalamikiwa kila mmoja anatoa 200,000 kwa 400,000. Tunaumia wananchi wa kijiji cha Mlingano. Niombe DC, kwa vile umekuja safari hii, tunatoa kilio chetu ili yamkini baraza hili lifutwe, waweze kuchaguliwa viongozi wengine ambao watatusaidia sisi wananchi. C ni kuhusu kituo cha afya, ambacho kile kituo cha afya mimi nasema kwamba sio kituo cha afya, bado hakijafikia kwenye vigezo. Yako majengo mawili ambayo hayajamalizika, ambayo jengo la mama na mtoto pamoja na kifulio. Ile ilikuwa tu ni mambo ya siasa, ikatolewa zahanati hapa, waganga wote wakapelekwa kule. Tunaomba ile zahanati yetu irudi mahali hapa tuweze kupata msaada kuliko kupelekwa kule kituo cha afya kwenda kupigwa kila siku. Kero zangu ndio hizo. Afya cha hapa kwanza, nikitoka hapa naenda kukiangalia. Lakini pili, kuna matatizo makubwa nimegundua hapo. Mkurugenzi siko naye hapa, lakini nitamwelekeza. Tutasafisha, tunatoa wote, tunaleta watu. Lakini pamoja na hayo TAKUKURU itakuja kufanya uchunguzi hapa. Hayo yote ulioongea mzee, kuanzia malipo, watu wanatozwa 3,000, watu wanatozwa faini, wajifungulia nyumbani, kwani uchungu kuna saa usemi. Ndio. Sasa kama mtoto amezaliwa salama tufanyaje? Kwa hiyo hilo la faini kwanza ni marufuku, ninalipiga marufuku, hakuna faini ya kujifungulia nyumbani. Sawa? Na nikitokea, maana yenyewe viongozi kuwepo hapa, viongozi wote wa chama na wa serikali kuwepo, ni kuona haya matatizo na kuyafikisha kule. Mkikaa nayo sisi tutajuaje? Fikisheni matatizo ya wananchi kwangu kule juu haraka, kwa mkurugenzi kwangu mapema, ili tuweze kuchukua hatua. Shida kichwani. Lakini mkishindwa kukumbatia mlicho nacho, sababu
ukipiga mahesabu ya hii jiografia ya Lushoto jamani, ni pakubwa sana na ina milima na mabonde mengi. Mwenyezi Mungu ameamua hapa, sio jambo rahisi. Nabii haheshimiki kwao. Sasa mkianza kupiga shoti, mnapiga shoti kuanzia kwenye chama, mnapigana shoti, mwenyekiti wangu hapa na katibu na mwenezi shoti, afu mnampiga mwenyekiti shoti, mwenyekiti naye anapigwa shoti na mtendaji wa kata. Huyu atafanyaje kazi? Hataweza. Kwa cha kwanza ambacho nawashauri wana Milingano, cha kwanza, hebu ishini kama ndugu. Mimi babu yangu alikuwa na wake 14. 14, na katika 14 kulikuwepo na wachawi humo. Lakini alikuwa anawakusanya wake zake wote, anawaambia, wewe mwanamke, wewe mchawi sana, unasema unaloga. Nisikie mtoto wa jirani amekufa, uchawi ukikuwasha kagaregare kwenye mbolea huko. Sasa na nyie haya matatizo mnayopigana shoti yakiwasha, nendeni mkagaregare kwenye mto kule, ili mkae sawa sawa. Ninatania kidogo, lakini tuache kama watu waweze kufahamu kwamba tunatakiwa kutafuta maendeleo. Na tunatafutaje maendeleo? Kusapoti viongozi wetu tulionao kwa wakati huu, ndio viongozi wetu, lakini wale wabovu kuwaripoti ili tuweze kuchukulia hatua haraka sana. Na mimi natoa nguvu kwa mwenyekiti wa kijiji, ila nguvu hiyo matumizi yake unaifahamu, naamini una hekima ya kutosha. Natoa nguvu kwa mtendaji wa kijiji na wakati, kwamba yale maamuzi ya serikali mtakayofanya hapa